Chamga jitab kola nyene gocholo legere Kass TV hagiga segora Kass Radio engas kala mutab raine jitab kola nyene botarik tamanakte sab eng betu ne bogo somagase hagitu ne gore ne bo agenge engagenge kogi Kass Media eng tetutiet ne inege jitab kola nyene bo ngalalet ne bo agenge engagenge ak mheshimiwa ne nata jitab kola nyego mako mheshimiwa gitu ne raisi mheshimiwa ni jitab kola nyene gure deputy elect ne gumwagele naibu wa rais mteule ne nata ko mheshimiwa His Excellency Rigathi Gachagua kataja ne yanet ke bwa eng betutab raini eng kasuldaetab ng'olyon nekikamwa kole wendi inendet ko aeketesien nebo Kass Media koeketesien netai ne wendi inendet kong'ololi kowekto kongoi akolianye akomuch kong'alal koboto kounoto ko kasarta netai ni tomo kwendi Rigathi Gachagua mheshimiwa kebeberta age ipkobate kataune yuto bo Kass TV ak Kass Radio eng tegis nebo ng'olyon nekikamwawe kole wendi inendet kowekse asikomwa kongoi kounoto kemi koenyin kole Karen akemiten Kass TV kemi Kass Radio nasire tugul kora imuchi inyorchi social platforms chechok tugul kou nguno Kass FM International Facebook page akimuchi akwai ng'olyo age tugul eng kasarta age tugul eng ng'alalenyo neking'ololjini inendet His Excellency the Deputy Elect noto ko Rigathi Gachagua. Kasarta ne inege kiguran Alex Tum katajini nguno akameje kebe lugait nebo Kiswahili sikobit ketestai. Kwa hivyo wasikilizaji wetu na watazamaji mahali popote ambapo mlipo jioni ya leo, ni fahari kubwa sana kuweza kuwa pamoja na sisi katika stesheni yetu ya Kass Radio na Kass TV katika mahojiano ya kwanza baina yetu na His Excellency Rigathi Gachagua ambaye ni naibu ya rais mteule siku ya leo. Kwa hivyo mnaweza kutupata katika mitandao yetu ya kijamii Kass FM International Facebook, Twitter handle, na asante sana kwa kujumuika pamoja na sisi katika the inaugural interview ambaye itakuwa ni mahojiano mazuri kati yangu Alex Tum na mheshimiwa naibu wa rais mteule Rigathi Gachagua. Karibu sana Your Excellency. Wakati tuliachana ulikuwa umetoa ahadi ya kwamba utarudi tena kusema asante. Yeah. Na wasikilizaji wetu wamepata fahari kubwa sana kuelewa ya kwamba umekuja na uko tayari na siku ya leo umetupatia nafasi. Kwa hivyo kwanza kabisa pongezi kwa sababu ya yale ambayo Mungu amewafanyia, na nakupa fursa sasa wasalimia wasikilizaji wetu ambao wanakusikiza katika radio station ya Kass FM na pia kukutizama katika runinga ya Kass TV. Asante sana Alex, na ningetaka kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa na upendo mwingi sana kuwasalimia watazamaji na wasikilizaji wa Kass TV na Kass FM pahali popote waliko katika Jamhuri ya Kenya. Na tulikuwa na wewe na nikasema ya kwamba nitarudi hapa na tukipata ushindi nikuje kutoa shukrani. Ni kweli. Najua kwa kitabu takatifu iko maandishi nasema ya kwamba kwa wale 10 waliponywa, yes, ni mmoja peke yake alirudi kusema asante. Yes. Kwa hivyo mimi nilikuwa hapa na nikatoa mwito kwa heshima kubwa, yes, kwa watu wale ni watazamaji, mashabiki wa Kass sana pale bonde la Ufa, yes, kuunga William Ruto na mimi mkono kwa hali na mali. Yes. Nikawaomba wajitokeze 100%. Nikawaomba watupatie jeshi letu la kufanya kazi. Right. Na niko na furaha tele ya kwamba walinisikiza na wakatokea kwa wingi, wakapiga kura, tukapata ushindi mkubwa zaidi. Tena wakatupatia jeshi letu na tukapata wabunge wengi, magavana wote, maseneta wote, MCAs wote. Mimi nataka kutoka ndani ya roho yangu, kwa niaba yangu mimi mwenyewe na kiongozi wetu William Ruto ambaye amenituma na salamu. Tumekuwa mkutano tangu asubuhi na anajua niko hapa na ameniambia nisalamie watazamaji, wasikizaji, na niwaarifu kuwa anawapenda na ako na furaha tele isiyo kifani. Anawashukuru sana kwa vile waliunga yeye mkono, wakampigia kura, wakamwonyesha mapenzi, na tunafurahia sana. Bila shaka lazima wanashukuru. Nataka nikupatie salamu pia kwa sababu umetupa zake rais mteule. Wacha nikupe salamu kutoka Nandi Hills constituency. Nandi Hills constituency wamesema
kwa hali na mali wanakushukuru sana kwa sababu ulipozungumza nao Ijumaa kabla ya kupiga kura uliwabadilisha mioyo na uliwaguza, na kwa hivyo Nandi Hills ikabadilika. Pia nataka nikuelezee kuhusu sub-county ya Aldai. Wanasema pia asante sana. Sub-county pia kuna sub-county ya Mosop. Wanasema asante sana. Kuna lile pia la Keses, kuna lile pia la Moen, na sehemu nyingine ambao walikuwa wamenituma na salamu asubuhi ya leo wakati nilikuwa na kipindi cha Lene, na nataka nikupe salamu pia kutoka mwenzangu Boaz Kemboi ambaye niko naye kila wakati asubuhi. Mheshimiwa, tusimulie tu kidogo kuhusu safari yako na Rais mteule Dr. William Ruto kutoka Agosti 9. Agosti 9 wakati mlienda kupiga kura. Wewe ulienda ukapiga kura, yeye naye akapiga kura kule Sugoi. Tusimulie tu jinsi safari hiyo ilivyokuwa kutokea wakati huo mpaka wakati wa Jumatatu wakati mlitangazwa kama rais mteule na naibu rais mteule. Asante sana. Hata kabla sijafika hapo, hata mimi nitoa shukrani kubwa kwa wakaji wa constituency ya Nandi Hills, kwa sababu niliwaomba kwa heshima na kunyenyekea watupatie mjumbe wa UDA. Niliwaomba wale wakaaji wa Keses, pale Moiben, pale Aldai na pale Cherangani, na walitii ombi letu, na ningetaka kuhakikishia ya kwamba tukikaa chini kupanga maendeleo watakuwa wameakilishwa kwa lile meza. Watakuwa mezani kwa sababu niliwataharisha ya kwamba hatutakubali kukaa chini na wale watu ambaye wako huko kwa jangwa. Tungetaka wakue ndani ya serikali, na kwa hivyo pia niwatolee kofia, niwaambie asanti, niwaambie shukrani, na mimi mwenyewe nitachukua nafasi pamoja na mkubwa wangu kuangalia hao wajumbe ambaye tuliomba tupewe, kuhakikisha ya kwamba wamefanya kazi na wamewafanyia kazi vile natakikana. Na hata nyinyi mkichukua maoni na muomba, mkipata jambo ya kwamba hao vijana, hao wamama hawatekelezi wajibu wao vilivyo, mkuwe mkiniarifu. Kwa sababu nilichukua muda kuwaombea kura. Naibu wa rais alichukua nafasi, kiongozi wetu mpya wa rais wa 5 William Ruto, kwenda pale, na ni haki yao kufanyiwa kazi, na sisi tutachungulia hizo constituencies sana, kwa sababu tuko na jukumu la kuhakikisha ya kwamba hawa wananchi wangwana ile heshima walitupea, kwa sababu tuliwauliza kwa heshima. Hatungetaka kusikia ya kwamba wale tuliwauliza wachague wamewaangusha. Kwa hivyo hiyo tutafanya. Tangu Agosti 9 tupige uchaguzi, tumekuwa kwa harakati ya kuchunga kura. William Ruto alisimama kila pahali Jamhuri ya Kenya na akahakikishia Wakenya hakuna kura yake inaweza ibiwa. Na mimi nikiwa msaidizi wake pia nikasisitiza ya kwamba tumeweka mikakati kabambe ya kuchunga kura zetu. Na kwa hivyo usiku wa tarehe 9 hatukulala. Tulikuwa tunaongea na chief agent wetu Professor Kithure Kindiki, tunaongea na maagent wetu wote katika Jamhuri la Kenya kuhakikisha ya kwamba kura zetu ambaye tulipigiwa na wananchi zimerindwa. Na ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru shirika la IEBC, kwa sababu huu uchaguzi ulikuwa na mipangilio mzuri, ilikuwa na mipangilio kabambe, na ilikuwa imepangwa na njia ya kwamba Wakenya watapata nafasi kupiga kura ya haki. Na pia huyu Wafula Chebukati na komishoni yake na wafanyikazi wamefanya kitu ya maajabu katika historia ya Kenya na historia ya dunia. Ile public portal ambaye walipanga ikuwe pale, ya kwamba matokeo yote kutoka polling station katika Jamhuri la Kenya inatumwa moja kwa moja hadi kwa public portal, na inakuwa wazi kwa kila mtu kuiangalia na kujumulisha.
Huu uchaguzi hata kama tumetangazwa juzi, Mkenya wowote ambaye alikuwa na calculator alikuwa anajua mshindi ni nani. Hata maredio na magazeti ya ng'ambo, BBC, Al Jazeera, Reuters, walikuwa tayari wanajua mshindi, kwa sababu kila Mkenya alikuwa na nafasi ya kuingia kwa public portal na kujumlisha yale matokeo akiwa na calculator yake. Na kwa hivyo ile saa walikuwa wanalia kila siku ifunguliwe, ndio hii public portal. Kwa sababu 2017 ilikuwa mfungue 7. Sasa hii public portal ndio ile sasa walikuwa wanauliza. Kila mtu alikuwa na nafasi. So tumekuwa kwa kazi hiyo, matokeo yakachelewa, Wakenya wakakuwa na hali ya wasiwasi, lakini tulikuwa pia tunafuatilia. Kuna wakati wote mlikuwa na hofu mheshimiwa ya kwamba labda huenda mkashindwa? Hatukuwa na wasiwasi wowote. Unajua sisi ni watu ya Mungu. Huu ushindi si wetu. Yale matatizo ilikuwa sisi, yale majaribio, yale vikwazo tulikuwa tumewekewa, tulikuwa pale tunapigwa na serikali ikiwa na pesa mingi sana. Tumewekewa pale county commissioner wanatuhangaisha, deputy county commissioner, wale assistant county commissioner, machief, manaibu wa chief, wale watu ya DCI, wale watu wote wamepangwa na kupewa pesa wa Azimio, walikuwa wanapambana na sisi. Lakini sisi tuliona Mungu. Tuliona mkono ya Bwana, kwa sababu yale tulikuwa tumepangiwa. Ukiangalia hapo nyuma, huyu mzee anaitwa Francis Atwoli ambaye ni mshauri mkuu wa Rais Uhuru Kenyatta, alikuwa amesema mara mingi ya kwamba William Ruto hatafikisha 2022 na hatakuwa kwa debe. Alikuwa tena akasema hatakuwa kwa debe. Sasa na tukawekewa mashida mingi sana. Viongozi ambao wanamuunga mkono naibu wa Rais William Ruto wakateswa, wakahangaishwa, wakasumbuliwa, wakakuwa na shida mingi sana. Machifu wakasumbua wananchi pale kununua vitambulisho ya vijana ndio wasipige kura. Hawa watu katika ofisi ya Rais, huyu Waziri Matiang'i na yule Karaja Kibisho, yule PS, wakakuwa na jama ya kuhangaisha raia na kuharibu uchaguzi. Lakini Mungu aitwa Mungu. Ya kwamba leo tunaongea, rais ambaye ametangazwa anangojea kuapishwa si mwingine, ni huyu mtoto alizaliwa pale Sokoi, babake hajulikani, mamake hajulikani, alikuwa anauza kuku, hana familia inajulikana, hana historia yoyote, ni mtu tu ya kuhangaika. Naibu wake pia ni mtoto ya Mau Mau. Naibu wake ni mtoto ya Mau Mau. Alizaliwa huko pahali naitwa Erega, kijiji hajulikani. Alikuwa analala chini kwa sakafu, viatu alivaa kama ameenda secondary school, mara mingi alilala bila chakula. Mungu aitwe Mungu. Mungu ametuonekania kupitia kwa mikono ya watu ya Kenya, na ndio sisi tunajiandaa. Tumetangazwa. Kulikuwa na shida jana, huyu Matiang'i alikuwa amekataza yule government printer kutoa ile gazette notice ya kusema ni sisi. Wakenya walisubiri sana wakati ni huyu Matiang'i alikuwa anapiga simu huko, anamwambia government printer usitoe gazette notice ya huyu William Ruto, usichapishe, ungoje mpaka upewe maarifa na Attorney General. Tukamtafuta Attorney General kumuuliza kazi yako ni gani? Hii kazi imeisha. Ni kazi ya Wafula Chebukati kutangaza na kuchapisha gazeti kusema ni nani wameshida. Baada ya kuvutana na nini, wakachapisha. Pale siku ya matangazo kulikuwa na shida kubwa sana. In fact nilikuwa nataka nikuulize vurugu ama vujo ambayo tulishuhudia pale. Ndio. Ilitukumbusha yale yalifanyika kule Marekani wakati Trump aling'atuliwa uongozini, na tukaona mambo ambaye waliita insurrection, vitu ambavyo hatuko tunadhani ya kwamba inaweza kufanyika katika demokrasia ya hali ya juu kama Marekani. Na tukashuhudia hayo pale Bomas. Hasa wakati ambapo Wakenya wote walikuwa wanatazamia jini kutangazwa kama washindi. Sijui ni nani anafaa kubeba lawama na ni nani alisababisha haya kufanyika. Unajua hao watu ya deep state au Matiang'i na akina Kibicho, watu ya kiburi, walikuwa wamejipiga kifua kusema liwe liwalo,
William Ruto hatakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini saa ile matokeo ilianza kuingia, wakapata shida kubwa, lakini hawakukubali. Huyu Wafula Chebukati akatishwa sana, akaangaishwa, akaambiwa asitangaze. Makamishna 4 wale ambayo waliteuliwa na Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga wakataka Chebukati abadilishe yale matokeo ndio kuwe na uchaguzi urudiwe. Huyu Wafula Chebukati akasema hawezi kukeuka katiba na hawezi kukeuka na kubadilisha uamuzi wa Wakenya. Ndio pale huyu James Orengo ambaye ni gavana na huyu senator anaitwa Ole Kina wamemchapa makofi huyu Wafula Chebukati, na askari walikuwa pale. Hao askari wa AP, huyu deputy inspector general wa AP alikuwa pale, na hakuwa na nia nzuri, kwa sababu Wafula Chebukati anaumizwa akiangalia na askari yake. Hawa makomishina wengine wamejeruhiwa, yule CEO wamejeruhiwa. Goons wa Azimio wameingia pale, wamekubaliwa, wamepewa vitambulisho ya kuingia pale. Ilichukua hatua ya kitengo cha GSU, na hao maafisa wa GSU tunataka kuwatolea kofia. Hao ni wazalendo wa taifa la Jamhuri la Kenya. Hawa maafisa wa GSU ndio walichukua hatua haraka iwezekanavyo, wakaweza kuwatoa wale pale, wakaweza kutoa hao vijana walikuwa wameletwa na watu ya Azimio, wakaweka nje. Wao vijana walikuwa wamepanga jama ya kuchoma zile makaratasi ya uchaguzi, wachome zile makompyuta, ndio kuwe hakuna rekodi yoyote, ndio turudi kwa uchaguzi. Lakini hawajui commission ilituahidi ya kwamba hata kama wangechoma, hata kama wangeharibu, hii poto iko na backup katika nchi la Spain pahali ilitoka. Kwa hivyo ingekuwa ni kazi ya bure. Lakini hao maafisa ya GSU walishika doria pale Bomas usiku mzima, wakamsidikisha Wafula Chebukati na makomishna mpaka nyumbani. Na tungetaka hao maafisa wa GSU na wale ya polisi tuwatolee kofia ya kwamba vile walichukua hatua ya kukataa amri pale. Au maafisa ya polisi hawa ya Kenya Police walikuwa wanapewa amri watatize shughuli ya kuhesabu kura pale, wakakataa. Kuna ofisa mmoja ya DCI ambaye alikuwa pale, akapewa amri akakataa, akatolewa na huyu George Kinoti, akaleta mtu mwingine. Tukiwa pale, maofisa wa IBC walikuwa wanashikwa na watu ya DCI. Wale watu ambaye walitaka kuangaisha Kenya na kuleta utata ni maofisa wa DCI, wale wa George Kinoti na huyu mkubwa wa Administration Police Service, huyu the director, Deputy Inspector General. Hawa ndio walikuwa na shida. Lakini wale maofisa wa Kenya Police Service, wale maofisa ya GSU walisimama na sheria, walisimama na katiba ya Kenya, na wakakataa kukubali amri ambaye si halali. Na tunawatambua, tunawatolea kofia, na ningetaka kuchukua nafasi hii kueleza maofisa wetu wote wa polisi pahali waliko katika Jamhuri la Kenya, ile ahadi tulitoa wakati ya kampeni na tukaweka katika manifesto yetu, tutahakikisha ya kwamba tumeangalia mambo ya mshahara ya maofisa wetu wa polisi na marupurupu, kwa sababu wameumia kwa siku mingi, wamekuwa hawana makao mzuri, wamekuwa ile pesa ambayo wanapata haiambatani na gharama ya maisha. Kwa hivyo vile tuliwaahidi ya kwamba ndani ya siku 100 tutakuwa na review ya salaries and allowances ya police and prisons officers across the country, ndio waweze kufanya kazi. Na vile pia ningetaka nichukue nafasi hii katika polling stations yote Kenya 46,000, 46,000, wale maofisa ya polisi walikuwa pale, walifanya kazi na njia ya kuwa very professional vile kitabu inasema. Na tunawatolea kofia, na hivyo ndivyo tunataka katika Jamhuri la Kenya. Na unaposema hivyo mheshimiwa, mpinzani wenu tayari, ama wacha kabla sijaenda kwa mpinzani wenu, wacha nikuulize swali, kwa sababu kule Marekani tunaangalia jinsi Trump alivyong'atuliwa uongozini na alikuwa na kiburi mingi sana,
Lakini kwa sasa hivi tunaona hata kuna search warrants imetolewa na kule kwake makaoni kwake anafanyiwa uchunguzi. Kuna watu tayari wameshaanza kupatiwa nafasi ya kwenda jela kwa sababu ya mambo kama haya, kwa sababu hii ni kuhujumu demokrasia. Sijui kama baada ya nyinyi kuapishwa mnaahidi nini wa Kenya kwamba mtafanya nini ili kuhakikisha kwamba mambo kama haya. Saa hizi kuna IBC official ambaye amepoteza maisha yake ambaye alikuwa pale Embakasi East. Na kuna wengi ambao wanaofia maisha yao hata kwa sasa. Sijui kama kutakuwa na hatua ambayo mtachukua ili tuhakikisha kwamba IBC ibaki ikiwa tume huru na pia maisha ya maofisa wa IBC ihifadhiwe na kila Mkenya ajihisi ya kwamba tuko sawa. Ningetaka kuchukua nafasi hii kumuuliza kwa heshima Rais Uhuru Kenyatta akubali ya kwamba uchaguzi umeisha, William Ruto ameshinda na ndio atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, na aite hii maofisa yake awaambie waache hii tabia wako naye. Ofisa wa IBC ameuawa pale Embakasi East na kulikuwa na mvurutano akilazimishwa kubadilisha matokeo ya uchaguzi ya urais katika Embakasi East. Amekuwa hijacked na maofisa ya polisi, amepotea, amepatikana, ameuawa. Pale maagent wetu Davis Churchill alikuwa amekamatwa na officers ya DCI. Tukapiga kelele akawachiliwa. Chief agent wetu Professor Kithure Kindiki walituma maofisa ya DCI kumwangaisha. Pale katika UDA headquarter walituma maofisa ya polisi ya DCI kuangaisha hawa. Ningetaka kuhakikishia Wakenya ya kwamba sheria ya Kenya iko haijafutiliwa mbali. Hawa uchunguzi utafanywa na serikali mpya, na wale ambaye wameua huyo ofisa wa IBC watafuatwa, watakamatwa na watapelekwa kotini. Okay. Hawa wale walimjeruhi Wafula Chebukati na makamishna, William Ruto akiapishwa, watakamatwa, watapelekwa kotini, kwa sababu hii nchi yetu ni nchi ya sheria na hakuna mtu ako above the law. Pale katika wizara ya ardhi saa hii huyu waziri anaitwa Farida Karanoi kinyume na sheria anatoa mafiles ya mashamba akipeleka kwa counties kinyume na sheria. Huyu waziri Farida Karanoi ningetaka kumwambia ya kwamba muda wa Rais Uhuru Kenyatta umefika mwisho. Saa hii tuko katika transition. Akome hiyo maneno anafanya, agoje waziri mpya wa ardhi kuendelea na hiyo kazi. Okay. Na ningetaka kuambia hao mawaziri ambaye wanatumika vibaya, Rais Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani. Yale ambaye mnafanya kinyume na sheria mtakuja kujibu na mtakuja kujipata kwa shida, na hakuna mtu atatetea nyinyi. Tumepata habari ya kwamba pale katika National Treasury ziko pesa zinatolewa kuanzia siku ya Jumatatu na hazijulikani zinapelekwa wapi. Ningetaka kumwambia wale maofisa wako pale National Treasury, tafadhali na shauri nyinyi, msitumike vibaya, msikuje kutumia pesa ya umma na kulazimishwa kufanya mambo kinyume na sheria na rais ambaye anaondoka. Ningetaka kumwambia huyu Fred Matiang'i na Karaja Kibisho, tafadhali muache, mkubali William Ruto amekuwa rais wa Kenya, mjitayarishe kwenda nyumbani kupumzika. Kutakuwa na mawaziri wapya wataendelea na kazi. Okay. Na mkubali kwa sababu mlijaribu, mlishindwa. Hii project yenu inaitwa Azimio imekwisha, imeboromoka. Na ni mzuri mkubali ya kwamba Wakenya wameamua, Mwenyezi Mungu amekubali, William Ruto ndiye atakuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Wafuasi wenu Mheshimiwa Rigathi kwa sasa hivi wanajiuliza kama sasa vita sasa imeelekea kule kotini. Sijui kama mko tayari kwenda kotini kujitetea, na pia wengi wanauliza swali la kwamba mnaamini koti litawapatia haki, kwa sababu yaonekana ya kwamba Azimio tayari wamesha toa ilani ya kwamba wanaelekea kule kotini. Sisi tulimwambia rais wetu Uhuru Kenyatta ya kwamba Raila Odinga amebadilika, ni yule yule. Akajaribu kutushawishi na kutupepeleza ya kwamba amebadilika. Huyu Raila tulisema hawezi kubali matokeo. Haya matokeo yako wazi. Wale observer group zote wamesema huu uchaguzi ulikuwa free and fair. Watu ya ng'ambo, maambassador wote wamekubali hakuna uchaguzi umefanyika kwa njia ya uwazi kuliko huu uchaguzi. Lakini huyu Raila Odinga ni yule yule, hawezi kubali matokeo.
Uzuri ni kwamba watu wake hata pale Kisumu wamekataa maandamano. Hapa Kibra wamekataa fujo, na mimi natolea Wakenya kofia. Wakenya wametumika vibaya na huyu mzee miaka mingi. Yeye alisema anashidaga uchaguzi, anaibiwa na system na deep state. Mwaka huu alikuwa na system na deep state amepoteza. Sasa ameibiwa na nani? Na mimi nimeona hata wale watu pale kwake, pale Kisumu, pale Siaya, pale Homa Bay, Kibra wamesema hawataki maandamano, hawataki ghasia, hawataki fujo. Wakenya wanataka kurudi wafanye kazi. Sisi tuko tayari kwa sababu katiba inasema yeyote ambaye hatosheki na matokeo aende kotini. Hawa kama wataenda Supreme Court, ningetaka kuhakikishia Wakenya na wafuasi wetu, mawakili wetu wako tayari. Wakishapeleka kesi, kama watapeleka kotini, mawakili wetu wako tayari na kila evidence, kwa sababu kura imepigwa kwa njia ya haki. IBC wako tayari, kila mtu wako tayari, tukutane kotini. Na sisi hatuna shida, kama wataamua kwenda kotini, tuko sawa sawa. Mko tayari? Tungeomba rais ambaye anaondoka akuwe muungwana. Imekuwaje nchi za ng'ambo zinampongeza William Ruto kwa kushinda uchaguzi na rais wa Jamhuri ya Kenya hajaongea? Sio lazima aongee, lakini watu wanajiuliza. Number 2, Wakenya wanauliza, imekuwaje watu wameanza kuongea mambo mingi na rais hajajitokeza kuuliza Wakenya wakae na amani, wakae na utulivu? Kwa sababu rais angali yako kwa kiti, angejitokeza pale ambie Wakenya uchaguzi umekwisha, kama kuna watu wanaenda kotini waende, lakini ningeuliza Wakenya kama rais wao wakae na amani. Amenyamaza. Kuna jambo ambalo limejulikana duniani kote kidemokrasia. Yule rais anayeondoka huwa anatoa ujumbe ya heri njema na pongezi kwa yule ambayo ameshinda. Na wakati huo pia kuna kuanga na wakati ambapo yule rais mteule anapata pia nafasi ya taarifa ya intelligence. Sijui kama Rais Uhuru Kenyatta amempigia simu rais mteule William Ruto kumpongeza, kumtakia heri njema na pia kumhusisha wakati huu wa transition katika zile taarifa za intelijensia. Kufikia sasa Rais Uhuru Kenyatta hajamuongelesha rais mteule William Ruto kwa njia ya simu ama njia yote, na ni haki yake, kwa sababu hatuwezi kumlazimisha. Kama hataki kumpongeza pia ni sawa, lakini mipangilio ya William Ruto kuchukua uongozi wa nchi imeanza kababe, kwa sababu iko kwa katiba. Unajua kuna wakati watu wengine walikuwa nazungumza, hawa watu ya kiburi, walevi ya kina Murathe, ati ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta hata kabidhi mamlaka William Ruto. Hakuna pahali kwa katiba iko nafasi hata moja ya Rais Uhuru Kenyatta kumkabidhi mamlaka William Ruto. Ile iko kwa katiba ni mipangilio ya William Ruto wa ofisi. Hata siku tutaenda pale Kasarani, kama Rais Uhuru Kenyatta atakuja, tutashukuru na tutafurahia. Lakini hata asipokuja, sherehe itaendelea, kwa sababu hana nafasi yote kisheria ya kukabidhi William Ruto mamlaka. Pale Amerikani huyu Donald Trump hakujitokeza, lakini yule aliapishwa na akaendelea na kazi. Hata ile sherehe iko pale ya kijeshi ya kupeana kisu na nini, hiyo ni ile inaitwa ceremonial, haiko katika sheria. Ile iko katika sheria ni jaji mkuu na msajili wa mahakama, registrar wa High Court na Chief Justice. Watu wawili peke yake ndio wanatakikana. Alafu ikiwa kwa kiwanja wazi katika Jumanne ya pili siku 14, Jumanne ya kwanza, na ikuwe kati ya saa 4 na saa 8. Hiyo ndio iko kwa katiba. Kwa hivyo ningetaka kuambia Wakenya wasiwe na wasiwasi. Ni tegemeo letu ya kwamba rais wetu Uhuru Kenyatta atakuwa muungwana. Vile Rais Mwai Kibaki alimkabidhi mamlaka, pia yeye atakuwa muungwana, akuwe mwenye demokrasia, akuje pale, apeane sword, aongee machache, alafu tuende Ikulu amuoneshe ofisi. Lakini hata asipofanya pia ni sawa, lakini itaendelea. Lakini ni ombi letu ya kwamba rais wetu tumekuwa na yeye mwaka 10. Ingekuwa akuwe muungwana, akuwe mwana demokrasia, aheshimu uamuzi wa Kenya, afike pale
apeane sword, apewe nafasi, aage wa Kenya kwa heri, aseme machache, tuandamane naye pale Ikulu, aseme ofisi yako ndio hii, hapa ndio pahali ya mkutano. Lakini hata asipofanya hakuna shida, sherehe itaendelea. Kamati ambaye napanga hii kazi ya kuapishwa kwa William Ruto na vile atachukua serikali imeanza kazi, na sisi tumeteua watu wawili kwenda pale kuwakilisha rais mpya wa Jamhuri ya Kenya. Hao maafisa wa serikali wameanza mipangilio, na hata sisi tumepatiwa usalama ya kutosha, tumepatiwa askari ya nyumbani ya kutembea na hawa, tumepatiwa magari ya kwa hivyo kila kitu. Wakati ulikuja Kass FM, hiyo nimeishuhudia, wakati ulikuja Kass FM na leo kuna tofauti kubwa sana. Leo nimeangaliwa kwa ukali kidogo wakihakikisha unajua sasa nayo katiba ni katiba. Hata wale akina Kibicho hata kama wanipendi, kwa sababu walikuwa watu ya kunichukia na kunihangaisha, hawana namna ingine. Lazima katiba imesema wanipatie ulinzi, kwa sababu wao askari si askari yao ya nyumbani, ni wanalipwa na Wakenya, na katiba inasema nipewe ulinzi kwa ile cheo ambaye nimepewa na watu ya Kenya. Kwa hivyo hayo maneno inaendelea. Hata kama wapendi sisi, hakuna kitu wanaweza kufanya, kwa sababu raia kushaamua. Na unajua uchaguzi huu wa 2022 ndio imedhihirisha kamili nguvu ya wenye kusema hii Kenya ni wananchi, wenye kuamua ni wananchi. Wale serikali ilikuwa na nguvu mingi, na buduki, na askari, na machief, na pesa, na maredio, na magazeti, na nguvu hiyo yote imegongwa na raia. One day yote imekuwa kitu ambaye huwezi hata sema ni nini. Raia ndio wenye kusema, na ndio mimi ningetaka kuchukua nafasi hii kuwauliza viongozi, tafadhali ujipange na raia. Pale kwa Mlima mimi nilijaribu kushauri viongozi, akina Jeremiah Kioni, akina Kanini Kega, zamani mwaka moja uliopita, nikamwambia vile mimi nasikia hii ground, wacheni hii mambo ya Uhuru Kenyatta anaenda nyumbani, wacheni mambo ya huyu Matiang'i, wacheni mambo ya county commissioner, nenda pale nyumbani, mujipange na raia, musikizane na raia, na mfuate vile raia wanapenda. Pale Mlima raia walikuwa ni UDA, watu ya Jubilee wote wamefukuzwa. Jeremiah Kioni amekiri ya kwamba hawakuelewa. Nilikuwa mimi mwenyewe tumekutana kwa TV na iko video, nimemshauri nikamwambia Jeremiah, pale Ndaragwa iko village inaitwa Shamata, niko na shamba hapo na niko na watu wetu, tunapigania simu. Waniambia hapa Kioni amepotea. Nikajaribu kumwambia uko na miezi 12 unaweza rudi laini. Rudi pale uulize raia. Unaona huyu Rongo Kang'ata amechaguliwa gavana wa Murang'a, alikuwa amepotea, ako huko kwa Kieleweke. Akaitwa na mamake na akina mama, akaambiwa umepotea, rudi nyumbani. Ikabidi andike barua. Akachora barua. Pia ni mtu mjaji. Akachora barua, alijua Uhuru Kenyatta atamfukuza. Alipofukuzwa raia wakamkubali. Sawa. Sasa Mheshimiwa naibu rais mteule, Wakenya wana hofu na pia wana matumaini. Ili muweze kutekeleza manifesto yenyu ya bottom up, itabidi muwe na idadi kubwa ama idadi ya wengi bungeni, Senate, National Assembly, hata county assemblies pia, na hata kwa Council of Governors. Naibu yake ama naweza sema mgombea mwenza wa Raila Odinga hivi leo amesema ya kwamba wao wana umaarufu kule National Assembly kwa sababu wana idadi wengi. Nyinyi kama Kenya Kwanza mnajihizi vipi katika idadi ambayo ya magavana, idadi ambayo mnayo kwa wabunge la majimbo la ama county assembly, na pia Senate na National Assembly? Sijui huyu dada yangu Martha Karua kama kuna Mkenya mwote anaweza muamini ile anasema. Siku ya debate ya running mate aliambia Wakenya kwamba fertilizer inauzwa shilingi 2,000, ambaye kila Mkenya anajua ni kati ya 6,000 mpaka 7,000. William Ruto na mimi na Kenya Kwanza serikali ile tutatengeneza ndio itapunguza hiyo fertilizer mpaka 2,500. Akaongea uongo, kila mtu anamwona. Saa hii anaongea uongo, alisema tu wako na bunge 180. Ni uongo.
Leo tumekuwa pale, tumekuwa na mkutano na wajumbe wetu. Sisi pale wajumbe wa Kenya Kwanza tuko na 163. 163. Kati ya wale wamechaguliwa kama independent 12 walikuwa pale 10. Ongeza hapo. Tutarudi tutateua wengine 6. Uongeze hapo. Hawa ya Jubilee wako 25. 19 ni wetu wanangoja Ruto apishwe Uhuru aende nyumbani. Kuna ile unajua katika hii hali ya dunia tunakaa. Sio watu yote wameubwa the same. Sasa kuna wale waoga kidogo, wale ya kutishwa. Sasa hao wengi wako Jubilee. Walienda Jubilee kwa sababu ya kuogopa kushikwa weekend. Wengine waliogopa kuwekelewa makesi ya uongo. Wangekuuliza jinsi kushika weekend. Wengine bali nijaribu kuambia tukae selo wakakataa. Lakini mimi kukaa kwangu selo ndio mahali imenifikisha. Si imenipandisha. Sasa wengi wao ni wale wa kutishwa na kuuziwa uoga. Tumekuwa na hao, mimi nimekuwa na wajumbe hao ya Jubilee 19. Wote ni watu wetu. Hata hapo zamani walikuwa watu wetu. Wakaitwa, wakatishwa. Wakaambiwa wewe usiposimama na Jubilee tutakufungulia kesi na EACC. Wewe usipoingia Jubilee tutakuwekelea kesi ya uongo, umeiba CDF uende kotini. Wewe tutakufungia kampuni yako kwa KRA. Wakanunua uoga, wakaenda Jubilee. Wengi wakaanguka. Wachache 25 wakapita. 19. William Ruto akiapishwa. Watakuja. The following day tutapigwa picha na hawa. Wanangoja tu. Hata saa hii wangali wanaogopa Uhuru Kenyatta. Hata kama muda wake umefika mwisho. Unajua muoga ni muoga tu. Mpaka saa hii ile uoga wangali wanaangalia, wanakuja kutuona usiku, watake kuona mchana, hata wanatupigia simu na WhatsApp. Unajua leo William Ruto amesema. Yes. Mambo ya kuongea na WhatsApp akiapishwa imefika mwisho. Unajua Wakenya waliuziwa uoga. Hawa watu ya National Intelligence Service wametapu hii masimu yetu yote. Kama yangu wametapu yote. Hata magari yangu wanaweka vitu huko chini kunifuata pahali ninaenda. Ningetaka kuambia Wakenya, freedom has come. Hakuna Mkenya ataongea na mwingine kupitia WhatsApp. Ati akiogopa ati makashero watasikiza vile unaongea. Wakenya watakuwa na uhuru wa kumwambia William Ruto hutupeleki mzuri, rekebisha hapa. Wewe Rigathi Gachagua hii atufurahi, rekebisha hapa. Hakuna mtu hata mmoja atashikwa na kupelekwa kotini kwa sababu ya kukashifu uongozi wetu. Kila Mkenya atakuwa na uhuru. Kama wakulima wa mahindi hawatosheki na bei ya mahindi, viongozi wao watakuwa huru kuongea bila kuogopa. Ningetaka kuhakikishia Wakenya mbele ya Mwenyezi Mungu nikiwa hapa kwa Kass TV na Kass FM, serikali ya William Ruto haitatumia vitengo na idara za upelelezi kuumiza na kuhangaisha viongozi walio na maoni tofauti na William Ruto na Rigathi Gachagua. Tumesema hata leo tutafanya mabadiliko kwa standing orders in parliament. Mawaziri wasiende kwa kamati, wafike bunge, wajibike, waulizwe maswali na wabunge. Ndio serikali pia tunataka tuangaliwe, tukosoe, kwa sababu hakuna mtu malaika. Ile pahali hatutakuwa tumetenda vyema, tunataka tuambiwe. So mnataka hali ya accountability kabisa. Na mimi niseme, tumesema leo hao machiefs wetu wametumika vibaya, hao county commissioners wametumika vibaya. Tunataka kuhakikishia hao kazi yao iko na kuna mtu atawaingilia. Yale mabadiliko tutafanya ni kuwaondoa kwa siasa. Tutawarudisha kwa kazi yao, watusaidie kwa kazi ya maendeleo, watusaidie kwa mambo ya amani. Na ningetaka William Ruto leo ameambia wajumbe wetu wa Kenya Kwanza, hata hawatakuwa na nafasi ya kutumia machiefs na assistant chiefs na county commissioners kwa siasa. Mtu apange siasa yake na wanasiasa. Wafanye kazi wa serikali, tutawarudisha kwa kazi yao. Hatutatumia hao kamwe kwa mambo ya siasa. Sisi hatutaki watutafutie kura. Tumepita hii uchaguzi bila machifu. Tumepita bila county commissioner. Kwa nini uhitaji hawa kwa siasa yako? Machiefs, assistant chiefs, county commissioners, kazi yao iko, tutawapanga vizuri, tuwaongeze mshahara, tuwatafutie magari, tuwawezeshe
kufanyia wananchi wa Kenya kazi, na kazi ya machief na assistant chief na county commissioner hapana siasa. Kazi yao ni kutumikia wananchi. Okay, mheshimiwa, naona kuna ujumbe kutoka kule Kacheliba, naona ujumbe kutoka Pokot South, naona ujumbe kutoka kule Rongai, eneo la Visoi ward, Mosop ward, lakini hapo tutarejelea kwa sababu hao hawajafanya uchaguzi. Amesema mwambie tafadhali aje atusaidie tukombolewe, lakini tutarejea hapo. Kuna swali moja ambaye ni swali nzito ambaye watu wengi wameweza kutuandikia tangu asubuhi walipoona ya kwamba tutakuwa nawe jioni ya leo. Swali hilo ni cost of living. Wamesema uliza Mheshimiwa Rigathi ni nini watafanya hasa hata kwa siku 100 ya kwanza kuhakikisha ya kwamba unga, maziwa, mafuta ya kupikia na hata mafuta ya magari imekuja chini. Amesema hiyo ni jambo moja. Wengi wao wanasema walipiga kura kwa sababu walijua ukombozi umefika. Kwa hivyo nataka tu wadokezee kidogo tu jinsi mnapanga kuhakikisha kwamba hiyo inafanyika. Na hiyo ndio ilifanya nikakuuliza swali la kusema kwamba lazima muwe na idadi kule bungeni, National Assembly, Senate na pia hata County Assembly ili muweze kutekeleza hayo. Ningetaka kuhakikishia Wakenya ya kwamba rais wetu mpya wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na sisi zote tunaelewa gharama ya maisha vile iko. Hii serikali yetu ni serikali ya mahaswa na sisi ni watu wenye kutembea, na pali popote tumetembea katika Jamhuri la Kenya tumekutana na wananchi na walituuliza vile tutafanya kupunguza bei ya maisha. Ningetaka kuambia watulie. William Ruto amepanga, ako na wataalamu sahihi, kazi inaendelea. Lakini hana namna ya kupunguza mpaka apishwe. Siku ataapishwa, kuna executive order atatoa ambaye itatoa mwelekeo jinsi na namna ya kuteremsha bei ya unga, mafuta ya kupikia chakula, mambo ya gasi ya kupikia. Iko mambo mingi sana ambaye imeumiza Wakenya, lakini hawezi fanya chochote mpaka apate kiapo na ingie kwa ofisi na kazi itaanza. Kutachukua muda kidogo kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kuteua mawaziri, kuteua wale makatibu, kuweka madirectors. Kwa hivyo inaweza kosa kufanyika kesho yake baada ya kuapishwa, kwa sababu lazima pia akuwe na mawaziri ambaye akitoa maagizo watatekeleza. Lakini ningetaka kuhakikishia Wakenya ya kwamba within 100 days serikali itakuwa imeundwa na hayo maneno yote itashughulikiwa, ndio tuweze kukaa na njia ambayo inatakikana. Ukijaribu kuangalia maeneo ambayo bado hawajapiga kura, sehemu ya Kakamega ama jimbo la Kakamega, kuna kiti cha ugavana bado wanasubiri. Kule Mombasa, nimeona ujumbe mwingi sana tangu asubuhi kutoka kule Kacheliba. Na nafikiri nina majina ya wale wanagombea viti hivyo. Wacha nianze na wapi? Pokot South constituency. Naona kuna UDA candidate ambaye ametuma pia ujumbe wake, na wafuasi wake pia wanasema tunataka uje utusaidie jinsi umesaidiana kule ili wao nao wapate ushindi. Kwa hivyo Pokot South naona tuna Simon Kalekem ambaye ni wa UDA, kuna pia David Kosin ambaye ni mjumbe wa sasa KUP, na kuna James Teko ambaye ni independent. Kacheliba kuna Mark Lomonukol wa UDA na pia Titus Lote wa KUP na wengine. Ukikuja sehemu ya Rongai, nimezungumza sasa hivi na Mheshimiwa Paul Chebor ambaye tunamuita Mamba. Huyo ndio flag bearer wenu wa UDA, na pale pia amekabiliwa kabisa, ameshikwa koo na Mheshimiwa Raymond Moi, chama cha KANU ambacho ambaye anataka pia kurudi muhula wa 3. Kwa hivyo nataka tu wazungumzie wale ambao wametuma ujumbe hiyo, na pia labda wape moyo na useme ni nini mtafanya ile kuwasaidia, kwa sababu sasa wanaongoja. Asante sana. Kulikuwa na mchanganyiko ya makaratasi na katika maeneo bunge na makaunti uliotaja uchaguzi ukaahirishwa mpaka tariki 23 ambayo ni Jumanne ijayo. Saa hii jioni Electoral Commission imeahirisha uchaguzi, na ile commission imesema wanatishwa na serikali,
wanakamatwa ovyo ovyo, wanahangaishwa, mmoja wao ameuawa, na kuna hali ya taharuki katika the IEBC, na kwa hivyo wameonelea hawezi endelea na uchaguzi, na uchaguzi umeahirishwa. Lakini leo nimeshinda mikutano ya kupanga mipango ya Rongai, Kacheliba na pale Pokot South. Ningetaka kuambia candidates wetu wote waendelee na kampeni zao, tukigojea IEBC itangaze siku mpya ambayo tutakuja kupiga kura. Lakini ningetaka nichukue nafasi pale Rongai niombe leo nimekuwa na viongozi kutoka Rongai, kutoka jamii mbalimbali, na tumeongea kwa kirefu ya kwamba walimchagua William Ruto, na vile walimchagua William Ruto hawana budi, lazima wamsaidie kufanya kazi, na hakuna kiongozi akiwa rais anaweza fanya kazi bila wabunge ya kutosha. Tuko na wabunge ya kutosha, lakini tungetaka wakuwe wengi zaidi. Ndio ya tukitaka jambo lolote bunge lipite, kuwe mjumbe mmoja au wawili wako ngambo wamegonjeka hawajakuweko, tuko na ile majority ya kupitisha. Na ningetaka niambie wakaaji wa hapo Rongai, wa pale Kacheliba, wa pale Pokot South, itakuwa ni makosa kubwa kupeleka watu yao kujipeleka pinzani. Tayari uchaguzi wa rais umeisha. Hakuna mtu naenda upinzani kwa kupenda ama makusudi. Inakuanga ni ajali. Inakuwa ni hasara. Yes. Ulikuwa unajaribu kura ikakosha kutosha, yes, ukaenda upinzani. Sasa serikali imejulikana ni ya William Ruto na UDA. Upinzani ni Raila Odinga na Azimio. Sasa kama wale watu pale Pokot South wakichagua huyu David Kosing, wameenda kwa upinzani na wanajua huyu David Kosing ni rafiki yangu, na tulikuwa naye katika kamati ya transport akiwa chairman, na tunaheshimiana sana. Lakini nilimwambia umeanguka. Nikamwambia William Ruto na UDA watashinda hii serikali. Akaniambia haiwezekani. Uhuru wako na nguvu mingi sana. Na serikali na machifu na county commissioner, huyu mzee Azimio atakuwa rais asubuhi. Nikamwambia wewe uendage ground. Kazi yako ni kukaa hapa Nairobi na kupiga simu. William Ruto atakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Akaniambia mimi siwezi peleka watu yangu kwa opposition, na mtu atashinda ni Raila Odinga. Kwa hivyo ndio nimeenda huko. Sasa mimi namuuliza David Kosing, vile uliniahidi huwezi peleka watu ya Pokot South upinzani. William Ruto ndio ameenda kwa serikali, Raila Odinga ameenda upinzani. Ukuwe muungwana, ujiondoe kwa hiki nyang'anyiro, kwa sababu wewe mwenyewe uliniambia na aliniambia na mdomo yake. Yeah. Mwenyewe aliniambia. Hata alijifanya anajua sana. Akaniambia hii Wakikuyu watafanya vile Uhuru atasema. Nikamwambia wewe si Mkikuyu. Mambo ya Wakikuyu ulijulia wapi? Hapana, Uhuru ametuambia yeye ndiye mwenye kusema na ndiye rais, ndiye mfalme. Kwa hivyo kura yote ya Wakikuyu itakuwa kwa Raila. Nikamwambia huko akifikisha kura hiyo anasemekana 30%, nitakupatia shilingi 1500 ukakule wa Pokot. Sasa mimi namuuliza David Kosing, wewe uwe muungwana Kosing, uliniambia na mdomo yako mbele ya Mungu ya kwamba umeenda Azimio kwa sababu huwezi peleka watu ya Pokot South upinzani, na ulikuwa na hakika ati Uhuru Kenyatta amekuahidi atadeliver Mount Kenya kwa Raila, na kwa hivyo ndio atashinda. Sasa vile Raila ameenda upinzani, Azimio imeenda upinzani, ukuwe muungwana, ujiondoe kwa kinyang'anyiro, ujipange miaka 5 urudi pahali watu ya Pokot wako. Watu ya Pokot South kura imepigwa, wamepigia William Ruto, hakupigia Raila Odinga. Bwana Kosing, umeona wazi. Nini nyingine nataka? Wewe watu ya Pokot South wamefuata William Ruto. William Ruto ndio atakuwa president. Sasa wewe ukipewa kura utaenda Azimio. Hizi barabara zinaendelea pale Pokot South, ambaye tulifuatilia na yeye akiwa pale kwa kamati. Mwenye kumaliza hiyo barabara ni William Ruto kwa sababu yako na serikali. Kosing asidanganya watu ya Pokot South ati atamaliza barabara. Atamaliza na nini? Na si pesa yake. Barabara haiwezi jengwa na pesa ya mjumbe, ya mshahara. Inajengwa na pesa ya serikali. Serikali iko kwa William Ruto. Kama watu ya Pokot South wangetaka kushughulikia kazi yao, wapatie William Ruto mjumbe wa UDA akuje aendelee na hiyo kazi, amalize,
tupange mambo ya maji na mambo zingine. Vile vile pale Kacheliba, hakuna haja, watu ya Kacheliba wote wamepigia William Ruto kama president. Itakuwa ni makosa ati waende watupe kura yao kwa mtu ya independent. Itakuwa ni mambo haina haja. Kwa hivyo ni ombi langu kwa wapigaji kura ya Rongai, Kacheliba na Pokot South. Siku ikitangazwa wajitayarishe na wajitokeze. Nitakuja huko mimi mwenyewe, nitakuja Rongai, nitakuja Kacheliba, nitakuja Pokot South, kwa sababu William Ruto sasa hatuwezi peleka kwa kampeni. Tungetaka ashughulikie mambo kuteremsha bei ya bolea, kuteremsha bei ya unga, kuteremsha bei ya mafuta ya kupika chakula. Ako na kazi mingi. Mwenye kuja huko ni mimi na viongozi wengine, kina Murkomen, akina Moroto, tutakuja huko Rongai, tutaenda na Susan Kihika, tutaenda huko na Musa Sirma, tutaenda hapo na Nixon Koril. Tuko na viongozi wengi ambao tutakuja tusaidiane. Lakini ningetaka ni waombe wapigaji kura wa Pokot South, Kacheliba na Rongai, mfanye vile wengine wamefanya katika bonde la Ufa. Mpigie UDA kura, mpatie William Ruto uwezo wa kutekeleza kazi ambayo mmempea. Hamwezi mpea kazi ya rais alafu mrudi mfunge mikono na nyuma. Hawezi fanya kazi. Muwezeshe kufanya kazi, mpatie wabunge ya chama chake, ndio kazi yake ikuwe rahisi. Asante. Nataka tu tupate nafasi kidogo ya kuweza kunywa maji alafu kisha turudi jitakuwa na nyingi wexing na matia Enkas TV Akas Radio tastai yako messages kwa kigere messages ko bwana kabisa agonga moba ishe obaibajini ngalalen nya agmeshimiwa na ta His Excellency Rigathi Gachagua na ta ko rubai wa president na go tegeleweni ana naibu wa rais mteule kiwexing na matia namjiuta Akas TV. Tafadhali sana usiende mbali kwa sababu tarudi hivi punde.